lazima ashirikiane na shaitani wa kijini. Kiumbe ambaye wewe huwezi kumuona kwa macho, hakuna anayeweza kumuona jini kwa macho yake, na hasa macho ya kawaida. Labda wale waliojaaliwa firasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa wanatazama kwa nuru ya Allah, hao ndio wanaweza kumuona jini. Lakini wewe ambaye hauna firasa, hauna utambuzi, huwezi kumuona jini. Jini haonekani. Na ndio maana huyu mchawi wa kibinadamu anapotaka kuingiza uchawi kwenye mwili wako kwa ajili ya kukuroga, anapotaka kuingiza uchawi ndani ya nyumba yako au katika eneo lako la biashara, lazima amtumie shetani wa kijini, kwa sababu huyu shetani wa kijini haonekani. Wewe ukisikia mtu amemuona jini kwamba nimeona mtu mrefu, yule jini amejifananisha na umbo hilo, ndio maana umemuona. Au ukasikia mtu anasema nimemuona mtu wa ajabu ajabu, yule ni jini. Yule jini ametaka umuone, na huwa anafanya hivyo kwa malengo maalum. Jini anapojifananisha na kiumbe wa ajabu ajabu, anakutisha wewe ili uingiwe na uoga, uingiwe na wasiwasi. Na pale uoga utakapoingia na wasiwasi utakapoingia moyoni mwako, pale ndipo anapopata uwezo yule jini wa kukuvaa. Ukiwa jasiri, jini hana uwezo wa kukuvaa wewe. Na ndio maana ili akuingie yule jini, lazima ajigeuze awe katika umbile la ajabu ajabu. Sasa ukimuona wewe unaingiwa na hofu, ukimuona unaingiwa na wasiwasi. Pale unapokuwa na uoga na wasiwasi, pale ndipo anapopata sasa nafasi ya kukuvaa. Ndivyo ilivyo. Aliwahi kuulizwa mwanachuoni mkubwa anayeitwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Huyu ni mwanachuoni mkubwa, tena mwanachuoni wa kisunna. Aliwahi kuulizwa na wanafunzi wake, Sheikh, tunataka utuambie jini anawezaje kuingia kwenye mwili wa mwanadamu? Kwa sababu jini ana umbo na huyu mwanadamu ana umbo. Jini ana mwili, mwanadamu ana mwili. Inawezekana jini mwenye umbile kwenda kukaa kwenye umbile jingine? Yaani mwili ukakae kwenye mwili wa kiumbe wengine? Inawezekana? Aliulizwa swali hili. Sasa sikilizeni majibu ya Sheikh. Akawaambia majini wana uwezo wa kuingia katika mwili wa mwanadamu, liannahum yatahawaluna min hali ila hali, kwa sababu majini wamepewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kujigeuza, wa kujibadilisha kutoka katika hali fulani kwenda katika hali nyingine. Jini ana uwezo huo. Ndio maana unaona ni mtu mrefu, mweusi, wa ajabu ajabu. Unaweza ukaona miguu yake ni kama vile miguu ya ng'ombe, na mikono yake, zile kucha zake ni kama ni kucha za mnyama, lakini huku juu unaweza ukamwona ni kama binadamu. Liannahum yatahawaluna min hali ila hali, kwa sababu majini wamepewa uwezo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kujibadilisha kutoka katika hali fulani kwenda katika hali nyingine. Wa min hayati ila haya, wana uwezo wa kujibadilisha kutoka katika umbile fulani kwenda katika umbile jingine. Majini wana uwezo wa kujibadilisha wakawa mbwa, wakawa paka, wakawa nyoka, yaani kwa umbile lolote tu. Lakini akawaambia wa ila sawaili wa ila alhawai, jini ana uwezo wa kujibadilisha akawa kimiminika, akawa mfano wa maji hivi. Ana uwezo wa kujibadilisha akawa mfano wa hewa. Sasa akishakuwa maji, ana uwezo wa kuingia kwenye kinywaji chako. Mathalani unakunywa soda, anaingia kwenye soda, kwa sababu amejigeuza, amekuwa kimiminika. Wewe unadhani unakunywa soda ya kawaida, kumbe jini yuko mle. Unamnywa, anakuingia kirahisi kabisa. Maji ya kunywa, anaweza kaingia kwenye maji ya kunywa. Wewe unakunywa maji unadhani ni ya kawaida, kumbe mle ndani yake kuna jini, anakuvaa. Kwa kuwa ana uwezo wa kujibadilisha akawa hewa, wewe unavuta hewa unadhani ni hewa ya kawaida, kumbe tayari anaingia kupitia njia ya pua. Na ndio ukasikia mimi bwana, sababu ya kupatwa na matatizo haya, nilisikia harufu nzuri. Sasa nilipovuta ile harufu nzuri, ndio matatizo yalianza. Sasa
Sasa ile harufu nzuri ni jini yule amejigeuza, amekuwa katika maumbile ya hewa na akazusha harufu iliyokuwa nzuri, wewe ukaivuta ikawa ni sababu ya kukuvaa. Na ndio maana anasema mchawi anapotaka kuroga anatumia teknolojia ya hali ya juu, kwa sababu yeye kafundishwa uchawi na sheitani wa kijini, na anapotaka kukuroga wewe lazima amtumie sheitani wa kijini. Nitakupeni kisa kimoja kilitokea Madina. Kuna sahaba mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa, amemaliza kuoa tu, hata saba haijamalizika, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza vita, na huyu kijana anatakiwa aende vitani. Maandalizi yamefanyika, Mtume analiondosha jeshi sasa Madina kuingia vitani. Huyu kijana anamuomba ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, naomba niende nikamwage mke wangu, kwa sababu ndio kwanza nimemwoa, na huko vitani kuna mambo mawili, ima naweza nikauawa huko huko, au naweza nikarudi hali ya kuwa nimejeruhika. Kwa hiyo naomba nikamwage mke wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nenda. Kijana yule anarudi nyumbani akiwa na silaha kwa ajili ya kumwaga mkewe. Anamkuta mkewe amekaa nje kwenye kizingiti cha mlango. Huyu mwanaume kakasirika sana, kwa sababu Waarabu walikuwa wanawivu. Mwanamke ndio kwanza nimemuoa, hata saba haijamalizika, anakaa kwenye kizingiti cha mlango, maana yake nini? Huyu mwanamke baada ya kumuona mumewe amekasirika, akajua kwamba mimi nisipojitetea haraka hapa mume wangu anaweza akaniadhibu. Kamwambia, mume wangu usiniadhibu, nataka kwanza uingie ndani, kile utakachokikuta ndani ndio unaweza ukachukua jukumu, ima la kuniadhibu au la kunisamehe. Yule sahaba akaingia ndani. Yule anafika ndani anakuta joka kubwa liko kitandani pale, joka kubwa kwelikweli. Sasa yeye akadhani kuwa ni nyoka wa kawaida, akachukua mkuki akalirushia lile joka, akalijeruhi lile joka. Lile joka likapoteza maisha. Lakini pale linapopoteza maisha tu, na yeye yuko anaanguka, anakufa. Na watu wa historia wanasema haikujulikana kati ya lile joka na yule sahaba ni nani aliyeanza kufa. Maanake wakati joka linakufa na yeye pia anakata roho. Kisa hiki alipoelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaambia yule hakuwa nyoka wa kawaida, yule alikuwa ni jini. Kwa hiyo msikimbilie kuua majoka mpaka mtoe adhana. Mkishatoa adhana, kama ataendelea kuwepo, basi atakuwa ni nyoka wa kawaida. Lakini kama ni jini, ukitoa adhana, yule jini hataondoka. Sasa kile kitendo alichokifanya sahaba cha kumuoa yule nyoka ni jini yule. Alipomuoa wakaja majini wenzie na wao kulipa kisasi. Hapa nataka kueleza kwamba majini wana uwezo wa kujibadilisha kutoka kwenye hali fulani kwenda kwenye hali nyingine, kutoka kwenye umbile fulani kwenda kwenye umbile jingine. Kwa hiyo unaweza ukaona ni nyoka, kumbe si nyoka wa kawaida, na unaweza ukaona paka, kumbe si paka wa kawaida. Unaweza ukadhani ni mbwa, kumbe si mbwa wa kawaida. Na ndio maana hii leo ukimuona paka kisha mwili ukasisimka, huyo sio paka wa kawaida, huyo ni jini. Anakutisha wewe, anaingiza uoga, anaingiza hofu ili aweze kukuvaa vizuri, aingize uchawi katika mwili wako. Ndio utaona mtu anamuona paka mwili unasisimka, anatokewa na vipele kwenye mwili wake, mfano yani vile vipele vya baridi vile, kaisha sisimuka, kaisha ingiwa na uoga. Sasa ikishakukuta hali kama hiyo, wewe tayari umeathirika, chukua hatua za haraka. Na ndio maana anasema hawa wachawi msiwadharau jamani, wanatumia teknolojia ya hali ya juu, kwa sababu wanashirikiana na mashaitani wa kijini. Tunaambiwa as-sahiru wa shaitani qarinani, mchawi na shaitani hawa ni washirika wawili hawa, huwezi kuwatenganisha hawa. Iltaqaya fi ma'asiyatillah, hawa wamekutana kwa ajili ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Hakuna maasi yaliyokuwa makubwa kama kuwaroga watu. Unawaharibia afya zao, unawaharibia uchumi wao, unawaharibia biashara zao, unaharibu mahusiano. Haya ni maasi ya makubwa, bali yamepindukia, yamekwenda mpaka kwenye ukafiri.